Mvutano wa kisiasa umefikia kiwango kingine cha juu. Msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa David Jumbe alichukuliwa kimabavu usiku wa Mei 20 mwaka 2026 eneo la Bunju, Dar es Salaam, na alifanikiwa kutoroka akiwa amefungwa pingu na amejeruhiwa vibaya. Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu na Amani Golugwa wameitoa kauli kali. Wanaona tukio hilo kama sehemu ya mkakati wa kukandamiza upinzani na wanaonya kuwa siku za mwizi ni 40, wakati wa uwajibikaji umefika. Hili ni tukio jingine katika mfululizo wa visa vya utekaji na vitisho vinavyohusishwa na mvutano wa kisiasa. Katika hotuba yake ya Kahama, Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu alisema swala la mauaji ya Oktoba mwaka 2025 aliwezi kuisha kwa fiksi au kamba za tume ya Jaji Chande. Anataka uwajibikaji kamili kwa wote waliohusika na vifo vya raia, na ameikosoa serikali kwa kukwamisha mchakato wa katiba mpya na kusema matokeo yake ni mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025. Amani Golugwa alifichua maelezo mapya kuhusu utekaji wa Jumbe. Amesema mmoja kati ya watekaji 6 alikuwa amevaa sare ya askari polisi. Walikuwa wakiita wafungwa pingu wakati wa tukio. Jumbe alifanikiwa kutoroka baada ya kufungwa pingu na kujeruhiwa. Viongozi hao wanaona visa hivi kama sehemu ya mkakati wa ukandamizaji wa upinzani. Tukio la Jumbe linajumuisha mbinu sawa na visa vilivyotajwa hapo awali kama Humphrey Polepole, Mdude Nyagali. Tangu Oktoba mwaka 2025, ripoti za mitandao na asasi za haki za binadamu zimeandika visa vingi vya forced disappearance na ufuatiliaji dhidi ya viongozi na wasaidizi wa upinzani. Golugwa anasema mmoja wa watekaji alikuwa amevaa sare ya polisi. Hii inaonyesha uzito wa madai ya kuhusika kwa vyombo vya dola au watu wanaojifanya kuwa ni maofisa. Gari lililotumika limepatikana na polisi inachunguza. Kupitia Human Rights Watch pamoja na Amnesty International zimeripoti kuongezeka kwa visa vya utekaji na matumizi ya nguvu tangu Oktoba mwaka 2025. Mitandao ya kijamii kuna hashtag kama Jumbe na utekaji Bunju vimekuwa kwenye trending, na maoni mengi yanalaani tukio hilo na kudai majibu kutoka kwa polisi. Polisi imethibitisha kuchunguza tukio hilo na kutoa taarifa kwa Jumbe amepatikana salama, lakini bado hakuna maelezo kamili kuhusu waliohusika. Tukio linakuja wakati wa operations za Chadema za Free Tundu Lissu na shinikizo la kimataifa kama mswada wa Seneti ya Marekani. Hii inaongeza mvutano na inazua swali la usalama wa viongozi wa upinzani. Tukio la David Jumbe ni la kutisha na linapaswa kuchunguzwa mara moja na kwa uwazi mkubwa. Uwepo wa mtu aliyevaa sare ya polisi miongoni mwa watekaji unaongeza uzito wa madai ya kuhusika kwa vyombo vya dola, na hii inahitaji uchunguzi huru na wa kina bila upendeleo. Na kukosekana kwa taarifa rasmi na kamili ya polisi kunazidisha mashaka. Vyombo vya dola vinapaswa kuwa vya kwanza kutoa maelezo na kulinda wa raia na si kutoa nafasi kwa tetesi na chuki. Hii inaharibu imani ya umma katika taasisi za usalama. Hakuna taifa linaloweza kustawi linapokuwa na hofu ya kuchukuliwa usiku au kutoweka bila maelezo. Usalama wa kila raia ni jukumu la serikali, lazima utekelezwe kwa kina na kwa viwango vya juu. Kwa tukio lililomtokea msaidizi wa Tundu Lissu, kuna mtu yoyote ana doubt juu ya watekaji na wasiojulikana ni kina nani? Kwa namna polisi wa Mbweni na Mapinga walivyohandle ripoti za tukio walivyozipokea, kuna mtu ana doubt juu ya ushirika wao kwenye utekaji na kupotosha ukweli? Tendo la watekaji kukimbilia eneo ya usalama wa taifa kisha kwa kujiamini na kuanza kupiga risasi upande wa wananchi, kuna mtu yeyote ana doubt ushiriki wa usalama? Vyombo vya ulinzi na usalama kwa kawaida huwa vinaundwa na watu wenye akili na wanaotumia akili na sio mabavu, ndio sababu vinaitwa intelligence agencies. Ila kwenye minute unapotumia force, unaanza kufanya kazi isiyo na efficiency na hatimaye wanaanza kutoa maboko hadi wanajianika hadharani. Na wananchi toka wameanza kuwapiga risasi, amkuwaza kuwa watazoea na wataanza kuwa hawaogopi na watawafukuza hadi mwisho mwendapo. Naomba Jaji Chande aongeze stori hii kwenye stori ya Jumbe kuwa alitekwa sababu ya mapenzi na ushirika na akapigwa msura kufa na kufungwa pingu. Kaongeze hii kwenye ripoti ya mama. CCM na serikali yenu haramu ni nchi imewashinda. Please ondokeni, maana mnaanza kuwatalisha amani ya nchi yetu. Tumewachoka, hatutaki, hatuwatambui.
Haya ni maelezo ya mmoja ya kigogo wa Chadema ambaye ameandika kwenye ukurasa wake akiraani vikali utekaji wa jumbe, na anaomba Watanzania wote wawe kwenye high alert, tuwawe ready kufight back kuanzia sasa. Wanasema watatumaliza tusipolindana. Pole kwa Jumbe, familia na marafiki walioathirika wakati wa tukio, ila pongezi kwa bodaboda na wananchi waliohusika katika kufanya Jumbe atoroke na apatikane akiwa bado yuko hai. Kupitia kauli za Joseph Mbilinyi pamoja na Amani Golugwa, wameonyesha kuwa swala la mauaji ya Oktoba mwaka 2025 na visa vya utekaji haliwezi kufichwa au kufungwa kwa urahisi. Wanadai uwajibikaji kamili na haki kwa waathirika. Tanzania inastahili haki, uwajibikaji na amani inayotegemea ukweli. Tuungane kudai yote hayo. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nini maoni yako kuhusiana na kauli hizi ambapo viongozi wa Chadema wanasema kuwa polisi ndio wamehusika na utekaji wa huyu kiongozi wa Chadema ambaye ni msaidizi wa Tundu Lissu? Wanasema wenyewe wamehusika direct, ndio maana haya matukio yametokea, na sijajua uchunguzi utafanyika mpaka lini na nani atakamatwa kuhusiana na tukio hili. Endelea kuwa nasi na sisi tutakurejeshea taarifa kadri zinazozidi kutufikia.